Karibuni sana kwenye Sugar na Lucy, na hivi ndivyo tunavyoishi episode ya 5. Mimi naitwa Lucy John Bosco. Jamani, tuongeze kijiji cha Sugar na Lucy. Fanyeni kusubscribe basi. Lakini kule Instagram ni Sugar na Lucy, na mimi I am Lucy John Bosco. Karibuni. Swali. Ngoja nisome swali. Mada. Kwenye date yako ya kwanza, yani wewe mdada mwenye kisukari, kwenye date yako ya kwanza, utasema kama una kisukari ama utanyamaza tu? Yani utakula pini, yani utangojea kwanza mpaka date ya pili, ya tatu, ya nne, ya tano ndo umwambie ama utafanyaje? Kwa sababu ujue kuna kwanza lazima ujiulize, are you comfortable kumwambia? Yaani kwa mfano kwenye vinywaji hapo, umetoka nyumbani huko, sukari yako labda ipo 5 au 6. Unafika pale restaurant, unakunywa kinywaji gani? Juice, soda, ka champagne kidogo. Let's celebrate. Let's have a champagne to celebrate our first date. Utakubali au utaenda washroom kuchoma sindano kwanza kisha ndo urudi? Nauliza tu. Mimi nauliza. Mimi nataka kujua kutoka kwenu. Utamwambia? Lakini pia lazima kitu kingine tujiulize. Sasa ndo umesema simwambii. What if? Kuna zile what if. Kihaipo hiko kinakuja. Afu mnajua kabisa tunavokuaga tukipata hypo unaweza ukawa unapiga story, let's know each other kwenye know each other pale, wewe unatoka nje ya knowing each other. Unaanza kuleta stories zingine kabisa ambazo hadi hazina kichwa wala miguu. Hapo ndo sukari imeshuka hapo. So mnajua huwa tunapoteza concentration sukari ikishuka. Sasa itakuwaje? Kwa mimi nadhani kuna baadhi ya vitu lazima tujiulize kabla hatujakubali kwenda date. Sawa, na wewe kidogo umemzimia, umemfia, unafurahia date, lakini kwanza kwenye pochi yako pale upo tayari kuweka zana za kazi. Nikisema zana za kazi mnanielewa dada, si ndio? Insulin, vipimo, ile bracelet alert kwamba una kisukari, kitambulisho. Yaani baadaye nataka tu mjue kwamba wadada wenye kisukari pochi zetu huwa zinajaa na hayo mambo. Makeup sio sana, lakini zana za kazi. Sasa wewe dada unaenda date, utabeba kijiwale tu peke yake. Zana zako za kazi zitakaa wapi? Insulin itakaa wapi? Glucometer itakaa wapi? Au ndo hatupo tayari? Sasa mimi tu nilitaka niwaite wasichana wenzangu, tujiite mkutano, tujiite kikao na tujiulize haya maswali. Kwenye date yako ya kwanza, upo tayari kumfungukia mshikaji? Upo tayari kumwambia bwana mimi niko 1 2 3, au utanyamaza? Comment hapa chini. Lakini kama ukiniuliza mimi nitamwambia, kwa sababu lolote linaweza likatokea. Unajua tulikuwa na furaha sana, pia sukari inaweza ikapanda sana. Alafu sasa utafanyaje sasa? Hizo ruti za kwenda kujisaidia haja ndogo, utaulizwa mama vipi? Mbona kila saa ruti zinazidi? Kuna nini? Kibofu kinashindwa kushikilia. Tatizo ni nini? Ni vitu ambavyo lazima tu utaulizwa, kwa sababu sukari ikipanda, kiu kila wakati, ruti za kwenda chooni kila wakati, utakuwa unaamka unaenda kujisaidia unarudi. Utakuwa na maelezo ya kutosha kumueleza huyo kijana ambaye amekutoa date kwamba unajua mimi kila wakati naenda kwa sababu ya hivi. Why don't we just kukubaliana tu na hali, tunajiita sisi wenyewe kikao tu, bwana mimi naenda lakini lazima nimwambie. Wewe utaniambia, wewe utakuwa sawa kumwambia kwenye date yako ya kwanza, au unasubiria ifike mpaka date ya 10 ndo umwambie? Lakini sasa ujumbe wangu wa mwisho kwako mdada mwenye kisukari, nataka tu ujue kwamba kisukari sio kitu cha kufanya uaibike, ujionee aibu kusema. Hapana, mtu sahihi atakupenda tu. Yaani haijalishi una kisukari au una kisukari, unachoma insulin mara ngapi, sukari ikishuka una act kama vile kidogo, atakuwa tu sawa. Lakini ni namna ambavyo wewe utamuelewesha. Hii ilikuwa ni Sugar na Lucy. Hivi ndivyo tunavyoishi. YouTube, like, comment, share, subscribe. Kijiji lazima kiongezeke. Kusubscribe ni muhimu. Nyinyi mnajua kabisa.
hapa lazima mje kusubscribe, yani kijiji hiki lazima kiongezeke ili tuweze kupeana elimu, maujanja, tips, tricks za kuweza kuishi na kisukari. Instagram ni Sugar na Lucy and I am Lucy John Bosco. Peace out.